Kama umeshafanikiwa kuongoza goli mbili na zimebaki dakika 45 tu ambazo una option nyingi ya kufanya, aidha kama ni kuzuia ama kuendelea kumpelekea moto mpinzani wako. Kwa hiyo nilikuwa naamini tayari nilikuwa nimeshaanza kufurahi, na kila mwana Simba alikuwa ameshaanza kufurahi akiamini ya kwamba Simba anakwenda kufufua matumaini yake na kuondoka na alama 3 za kwanza hii leo Benjamin Mkapa. Lakini yaliyotokea yanabaki kuwa historia ya kuumiza ndani ya klabu yetu, ndo mpira. Na Simba imeonekana ikicheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini walipokuja kipindi cha pili ikaonekana imeleta mabadiliko makubwa sana na kuwapelekea wapinzani kumiliki boka. Yaliyotokea kwa Yusuf Kagoma baada ya kuumia pamoja na Wilson Nangu kwa namna moja yalidhoofisha timu. Kila mmoja anafahamu upambanaji wa Wilson Nangu hasa kwenye eneo la backline. Kwa hiyo kuumia kwao kukapelekea mipango mingi ya kiufundi kubadilika, na kama haitoshi wapinzani wakaweza kunufaika na advantage hiyo. Lakini goli ambalo amesababisha Alassane Kante lilimkata kabisa na kumuondoa mchezoni, na akaomba kufanyia mabadiliko. Maana yake ni kwamba alishindwa kabisa kuhimili pressure ambayo ilikuwa inamkabili. Baada pale kila kitu ndani ya timu ikabadilika na wapinzani wakanufaika. Kwa kumalizia, semaji ni rasmi sasa, tunaweza kusema lile booster lililoongezwa dirisha dogo, nguvu kubwa inahamishiwa sasa kwenye NBC. Kwa sasa kilichopo mbele yetu ni ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho. Kwenye michuano ya kimataifa sidhani kama tuna nafasi tena. Ukiangalia mpinzani wetu anayeongoza kundi ana alama 8, ambapo tayari huyo sisi kwetu amesha qualify, kwa sababu sisi hatuwezi kufikisha alama 8. Hata tukishinda michezo miwili yote tunabaki na alama 7 pekee. Kwa tayari wa kwanza kwenye hili kundi ameshapatikana. Lakini mchezo unaofuata Esperance akishinda na yeye tayari amesha qualify. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu ambayo unaweza usipende ni kwamba sisi msimu wetu kwenye michuano ya kimataifa rasmi umetamatika hapa, na kinachobaki ni kupambana, aidha tusimalize kinyonge, tusimalize kidhalili, tupate walau pointi kadhaa katika michezo miwili ambayo imebaki, lakini nguvu kubwa kabisa tuielekeze kwenye ligi kuu ya NBC. Na rai yangu kwa mashabiki wa Simba, huu sio muda wa kuanza kutukanana, sio muda wa kuanza kufarakana wala kuvurugana. Huu ni muda sahihi kabisa wa sisi kutulia na kujipanga kuangalia ligi kuu ya NBC tunaingiaje na tunakwenda kupata matokeo mazuri katika ligi hiyo. Tukubali tu ya kwamba misimu iliyopita sisi Simba tulikuwa tunafuzu na tulikuwa ni wana Simba sisi, na msimu huu tumeshindwa kufuzu, ni sisi Simba tumeshindwa kufuzu. Maana yake ni kwamba Simba iliyokuwa inafuzu ni ya kwetu, na Simba hii ambayo imeshindwa kufuzu vile vile ni ya kwetu. Simba ile ambayo ilikuwa inashindwa kufuzu ni Simba ya mashabiki, wanachama na viongozi. Simba hii ambayo imeshindwa kufuzu isibaki kuwa ni Simba ya viongozi peke yake. Simba hii iliyoshindwa kufuzu safari hii ni Simba yetu wote, viongozi, mashabiki pamoja na wanachama. Tunakwenda kujiangalia tumeanguka wapi msimu huu, tunajipanga kuelekea msimu unaokuja, na wana Simba wanakumbuka hizi nyakati huwa ni za kawaida na zinapita. Kuna msimu tulicheza robo finali ya CAF, msimu uliokuja tulishindwa hata kufuzu kwenda hatua ya makundi, tukatolewa na UD Songo, lakini tukarejea, tukajipanga, na baada hapo ikabaki kuwa historia. Kwa hiyo msimu huu tumeshindwa kwenda robo finali, tutulie wana Simba, tujipange, msimu ujao twende tukapigania nafasi yetu. Kwanza tuhakikishe tunapigania nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa mwakani, hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, bado tuna nafasi kubwa kwenye ligi ya ndani, kwa maana mashindano ambayo yamebakia mkononi mwetu hivi sasa. Kwako binafsi nadhani nini kimekosekana leo, kwa sababu pia umekwisha sema kwamba mwangaza umeanza kuonekana? Sababu naweza nisijue, lakini niseme tu kwamba haikuwa riziki. Kipindi cha kwanza tulikuwa bora, tukafanya kila kinachowezekana, tukapata matokeo mazuri. Ghafla shilingi ikageuka. Kuna wakati unaweza kushindwa kuelezea kwa nini imekuwa vile, lakini niseme tu kwamba msimu huu in general umekuwa ni msimu mgumu na umekuwa ni msimu mbaya kweli kweli kwetu wana Simba.
Hii inaleta taswira gani ukiangalia mwaka jana mlifika finali shirikisho na mlikuwa mkiishia robo finali, kwa kubwa ndio kwa mnaishia hatua ya makundi mwaka huu. Ni taswira gani inaleta? Ni kwenda kujipanga. Si taswira nzuri kwa klabu kubwa aina ya Simba, hata kama tusingecheza finali msimu uliopita, lakini kwa ukubwa ambao tumejiwekea na standard ambayo tunayo, ni timu ambayo tunapaswa kufanya vizuri kila msimu, na bahati nzuri ni kwamba tayari watu wetu wameshazoea hayo maisha. Kinachowatesa mashabiki wa Simba hii leo sio kushindwa kufuzu ama kitu gani, kinachowatesa ni mazoea. Tumeshazoea mechi kama hii, Mwarabu anakaa atake asitake na mnyama anakwenda robo finali. Hayo maisha msimu huu hayapo. Tumeshindwa kumfunga kila ambaye amekuja mbele yetu, hasa tunapokuwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Sasa hayo tunakubaliana nayo ya kwamba msimu huu mambo yamekuwa mabaya. Tunakwenda kujipanga kwa ajili ya msimu unaokuja. Kwako haikunyong'onyeshi? Haininyong'onyeshi kwa sababu ninafahamu huu ndio mpira wa miguu. Wakati tunafuzu nilikuwa ndani ya Simba, tukafuzu ama tumefuzu miaka 4 mfululizo nikiwa Simba Sports Club. Hii leo tumeshindwa kufuzu, haiwezi kuninyong'onyesha, sababu mwisho siku mpaji ni Mungu. Ametupa robo finali 4, safari hii hajatupa robo finali 4. Hatuwezi kuanza kusononeka na kusikitika, kwa sababu wakati sisi tunafuzu kuna watu walikuwa hawafuzu, wakati sisi tunacheka kuna watu walikuwa wanalia. Kwa ni wakati wetu kulia na wengine wanacheka. Tunajipanga mwakani tukacheke tukiwa na Simba Sports Club. Au vipi? Kuna nini ambacho kinaendelea Simba Sports Club, pengine sio nje tujui au tunapelekea timu kutoka vizuri msimu? Kwanza lazima ieleweke, timu ikifanya vibaya haimaanishi kuna shida ya uongozi. Hiyo lazima mentality mashabiki waiondoe, kwamba kuna wakati unazidiwa tu, kuna wakati unafungwa tu kutokana na ubora wa mpinzani, ama namna ambavyo wapinzani wamekuja kwa msimu husika, ama pengine namna ambavyo timu yenu haiko sawasawa katika msimu husika. Kwa mimi ninachoamini, tumehukumiwa kutokana na ubora, na ukitaka kuthibitisha hilo ni kwamba timu tayari imeshaongoza magoli 2, lakini tumeshindwa kuzuia kwa dakika 45 tu tuondoke na ushindi wetu wa kwanza. Kwa hiyo ukiangalia tu hapo unaona ni shida kubwa zaidi ya kiufundi kuliko ya kiutawala, ambayo tunalazimisha ionekane kwamba kuna shida ya kiutawala. Yote kwa yote ni kwamba mimi ninachoamini ni kwamba tumepoteza nafasi yetu msimu huu ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu ya kuzidiwa na wapinzani wetu, kwa sababu za mpira wa miguu. Haya ni mapito ambayo kila timu inayapitia ili kujipanga kuelekea msimu unaokuja.